ni utu wa mtu na heshima ya mwanamke na makundi yote. Na baada ya miaka miwili ya utawala wetu, tutakapokuwa tumeweka mambo yetu sawa sawa, matibabu yatakuwa ni bure kwa wananchi wote, kwa sababu nchi yetu ina mikoa 31. Mikoa 23 yote na madini ya dhahabu, usitaje madini mengine. Tunakuwaje sisi masikini wa kumtoza mtu gharama ya Panado wakati Rwanda ni bure, Zanzibar ni bure, na wao hawana mgodi hata mmoja? Mungu akukosea kutuwekea sisi vitu hivyo. Alituwekea sisi wanaye ili tuishi maisha ya neema na raha mpaka siku ambayo yeye itampendeza na kutunyakua twende akatulaki mawinguni. Lakini kwa nini wachache watufanye sisi tuishi maisha ya tamthilia? Haujui sinema hii imeanza lini, itaisha lini, na Sterling ni nani? Ili mradi wewe kila siku tu upo unaangalia tamthilia. Tunaishi maisha ya kuigiza. Kwa hiyo serikali yetu, mama atakapokuwa amejifungua, itakuwa ni wajibu siku atakayokuwa anaruhusiwa kurudi nyumbani kwake, mtoto wake salama, serikali itampa lishe ya mama na mtoto ya kula kwa muda wa miezi 3. Kwa nini? Mjini kule hawajui madhila na shida ambazo mama zetu vijijini mnazipata. Na ndio maana kampeni zangu nikaamua kuzipeleka vijijini, kwa sababu huku ndiko waliko wale wenzangu asilia. Mimi ni mtoto maskini, maisha haya yote nimeyaishi. Kwa hiyo ninachokizungumza nimekiishi na ninakiishi. Kina mama wengi wa vijijini wanapoteza maisha ndani ya miezi 3 mpaka mwaka mmoja baada ya kujifungua. Utafiti wetu umeonyesha mama anatoka kujifungua, ameruhusiwa saa 4, akirudi nyumbani, kwa sababu hatuna uwezo wa kununua gesi, hatuna uwezo wa kuwa na nyama au mboga kwenye friji, atainama nyuma ya nyumba chume tembele au mchicha. Wakati wao kumbuke, kukaa na kiumbe miezi 9 mwilini mwako sio kazi ndogo. Amechoka mama huyu. Anamaliza kuchuma tembele pale, anafuata anajitisha ndoo ya maji, afate maji kisimani, alete nyumbani. Anakumbuka kuni hamna, aende kilomita 10 akatafute kuni, alete nyumbani. Hujakaa sawa sawa, badala yake atapata saratani ya shingo ya uzazi, atapoteza maisha ndani ya mwaka mmoja. Tunahitaji kuwa na taifa ambalo litajali afya za watu wake na lisigeuze watu afya kuwa sehemu ya biashara. Leo ugonjwa umekuwa biashara. Wewe ukiugua wewe ndio daktari na wewe unasema alhamdulillah. Ndio maana mnaambiwa hata wachonga majeneza na hao wanaenda kwa waganga wa kienyeji kutafuta mvuto ili auze jeneza. Kwa hiyo hata serikali yenyewe inaomba Mungu watu muugue ili mnunue dawa na yenyewe ipate mapato. Itakuwa ni marufuku maiti kuigeuza kuwa sehemu ya pato la taifa. Leo hii wewe mwananchi ukifiwa, ukisikia ndugu yako amefariki Linga mjini pale, mnaanza kuulizana tunaendaje kuchukua mwili wa mpendo wetu. Unafika pale unaambiwa ameugua wiki moja, mnadaiwa milioni 2. Hauna, itabidi mrudi nyumbani. Kikao kikishindikana, mkubaliane aidha muuze sehemu ya shamba ama mwende mkakope. Mkimaliza kuchukua mwili wa mpendo wenu mkauzika, mnaanza msiba wa pili, aidha wa kupoteza shamba ama kujisha kulipa deni mlilokopa. Maiti imekuwa sehemu ya pato la taifa na serikali, na hili nalizungumza kila siku. Serikali hii imejaa laana. Ndio maana kila mwaka tunawasumbua viongozi wa kiroho. Kusanyikeni mashehe, kusanyikeni machungaji, ombeni maaskofu, ombeni mvua inyeshe. Itanyeshaje mvua wakati mnamkufuru Mungu? Kwa kutoza maiti na kuifanya kwamba na yenyewe ni sehemu ya pato la taifa. Haiwezekani. Serikali yetu tumesema
Mtu akifiwa atapewa mwili wake bure bila kutoa hata shilingi moja. Wenzetu hawa tulipowapa dhamana ya kuongoza taifa hili mwaka 61, wakasahau kwamba wao ni binadamu. Wakavua koti la wanadamu pembeni, wakavaa koti la uungu. Mimi mwenzenu ni Muislamu. Nasoma sana Biblia. Nimesoma vitabu vya Buddha, nimesoma vitabu vya Shinto, nimesoma Exodus na vitabu vingine. Dini ziko nani duniani? Katika vitabu vyote ambavyo nimesoma, sijawahi kuona sehemu yoyote Mungu anasema nimeumba watu, bali Mungu ameumba binadamu, na tunatokana na binadamu wa kwanza anaitwa Adamu. Sasa hawa watu kawaumba nani? Nyie si mnaambiwa kazi na utu? Sio kazi na binadamu, kazi na. Lakini nimesoma vitabu vingi, sijawahi kusoma kitabu cha haki za watu. Nimesoma kitabu cha haki za binadamu. Kwa hiyo maana yake watu nyinyi mnaambiwa kazi na utu, hamna haki kwenye nchi. Ndio maana hata mashamba yenu wao wanachukua. Lakini angalia walipokuwa na laana, wanakwenda sehemu mpaka na wao wanageuziana mitutu ya bunduki, wanauana wao kwa wao, na wengine mikono yao inanuka damu, wanasimama kuwachafua walio wasafi. Kuna mjinga mmoja alikuwa ukumbi jana pale, puzi mmoja yule. Nadhani kwa namna nilivyosikiliza, inawezekana kichwa chake alishakiacha nyumbani, ila amejitwisha boga juu mabega yake. Kazi yake ni kuchosha shingo yake tu, hana uwezo wa kujigeuza mpaka ageuzwe. Wewe una elimu ambayo imeshafutwa hata kwenye kumbukumbu ya nchi hii, unakwenda kumtukana mtu na degree 2 za sheria. Una akili wewe? Una akili? Yeye na aliyefaulu chuo kikuu cha Milembe pale Dodoma wana tofauti gani? Wana tofauti gani? Lakini sawa, umesema huyu hafai, mikono yako misafi. Silijuzi tu alikuwa ripoti polisi yule. Sasa wachagueni. Kama wameanza wao kwa wao, unaifuata ni wewe. Tunataka tuweke viongozi ambao watasimama kutetea haki zetu. Dunda hapa ni mwanasheria, anajua namna ya kusimama kutetea haki za watu, na makao makuu wapo na wenzake. Watatengeneza timu, hakuna atakayeonewa Ukumbi ama Iringa ama popote pale ambapo tutakuwa na wanachama wetu. Watu tulipigia kura, hakuna atakayeonewa. Na hii sizungumzi siasa. Alifanya marehemu Mtikila, ni hii mnakumbuka, wale wenye umri mkubwa. Alitetea haki za watu, kwa sababu na yeye Mungu alimshusha kwa kazi hiyo. Sawa ukombozi. Ndugu zangu, nikwambieni kwamba ikifika Oktoba 29 yake ambayo sisi tutakuwa tunaandika historia. Siku ambayo ukienda kuchagua neema utapata neema, lakini ukienda kumchagua Yuda utavuna usaliti. Ukienda kupiga kura ya kishabiki utavuna usaliti. Na baada ya mwezi mmoja toka tarehe 29, ikifika 29 nyingine, tutaanza kusaga fizi kama sio meno. Si wanakuletea 10,000. Mtaletewa michango nyinyi ya kurudisha hizo fedha mpaka mtajuta. Maana kama leo wanagonga mlango, tena mjumbe wa nyumba 10 anakugongea, eti kuna ugeni wako hapa kutoka na pale 10,000. Hali ya kwa mwenyewe ndala imekwisha kama kitu cha kumenyea chungwa, hajiwezi. Alafu anataka kusaidia wewe. Asubuhi akiamka anaiangalia nyumba yake, baada ya kusema alhamdulillah Mungu, au Mungu ubarikiwe nimeamka salama, anasema heri nyumba haijaniponda hii.
alafu na yeye anakushawishi wewe usimchague Dunda, kamchague fulani. Sawa? Yesu ndio mwamuzi. Ukipiga kura hiyo, uandike kwenye ubongo wako, uvumilie na mateso na majuto utakayoyapata. Baba yako ukiona ameipa tasafu, kapewa 30 na mtendaji, kapewa jembe la kupalilia pale, usilalamike. Maana sikizo mkuu hawana hata adabu. Mzee anaambiwa msaada wa tasafu, halafu wanapewa majembe.